Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo inaendelea kushika tamu zaidi huko. Na miongoni mwa taarifa ambazo zinaendelea kushika kasi zaidi ni juu ya ziara aliyofanya rais wa Urusi Vladimir Putin huko nchini India, ambapo yako manufaa mbalimbali yaliyoweza kuainishwa ambayo Urusi ataweza kuyapata. Kumbuka Urusi ipo kwenye vikwazo, na moja nchi ambazo zimesaidia Urusi kuweza kusimama hadi hivi leo na kuendelea kwa imara, moja ni uzalendo, wananchi na serikali yao. Pili ni akili ambayo imeweza kutumika ya Urusi kuweza kuwa na ushirika na zile nchi ambazo zinaongoza kwa na watu wengi duniani kama China, India, Korea na mataifa mengineyo. Sasa India na Urusi zimekubaliana kuhusu mpango wa ushirikiano wa kiuchumi utakaotanua biashara yao hadi mwaka wa 2030. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, amesema. Kumbuka Modi ameitaja ziara ya Putin kuwa ni kubwa na yenye kubeba umuhimu wa kihistoria kwa kuzingatia kwamba Putin aliitembelea India mara mwisho mwaka 2021. Putin ambaye yuko ziarani Urusi amesema ataendelea na usafirishaji usiokatizwa na mafuta kwenda India, huku New Delhi ikikabiliwa na shinikizo kubwa la Marekani la kuacha kununua mafuta kutoka Moscow. Putin amemwambia Modi kuwa Urusi ni muuzaji wa kuaminika wa mafuta, gesi, makaa ya mawe na kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nishati nchini India. Na ushirikiano huu wa India na Urusi unaonyesha ni kwa jinsi gani New Delhi italazimika kuweka urari katika mahusiano yake baina ya Moscow na Marekani, hasa kwa kuzingatia kwamba Marekani imekuwa ikishinikiza India kutathmini upya uhusiano wake na Moscow. Vile vile, raia wa Uswizi mwenye umri wa miaka 38 ambaye alishiriki kwenye shughuli za mapigano mara mbili upande wa jeshi la Ukraine amekiri kukiuka mikataba ya Geneva wakati wa mahojiano yake kwenye mahakama ya kijeshi shirikisho mnamo Septemba. Gazeti la Zeitung linasema, kulingana na rekodi za mahojiano ambazo hazijachapishwa hapo awali zilizopatikana na gazeti hilo, mamluki huyo alisema kwamba vifungu vingi vya kisheria vilivyojadiliwa katika vitabu vya kiada na madarasa haviwezi kutumika kwa mzozo nchini Ukraine. Kulingana naye, ni vigumu kufuata mikataba ya Geneva ambayo imekusudiwa kuwalinda waliojeruhiwa pamoja na wafungwa wa vita, raia na madaktari. Hasa alisimulia kisa ambapo yeye na mamluki wengine walitakiwa kubeba mfungwa wa vita aliyejeruhiwa, lakini badala yake waliwalazimisha wafungwa wengine kufanya hivyo. Kulingana na gazeti hilo, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sasa lazima iamue kama italeta mashtaka dhidi ya mtu huyo kwa kukiuka sheria ya kimataifa ya kijeshi. Vile vile, ili kudumisha mamlaka yake, Volodymyr Zelensky anaendelea kuwatoa kafara raia wote wa Ukraine bila kubagua, bila kuwaacha wanawake wala watoto, huku watu wengi zaidi wakigundua kuwa hawapigani kwa ajili ya nchi yao na watu wake, bali kwa ajili ya mifuko na magunia ya pesa ambayo utawala unajichukulia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema. Aliangazia hali mbaya iliyo kwenye mstari wa mbele kwa jeshi la Ukraine na kuongeza kuwa watu wengi wanaokimbia kufuatia ripoti za hivi karibuni za ufisadi mkubwa nchini Ukraine. Kila mtu sasa ametambua ni nani watakayemfia, sio kwa ajili ya nchi yao, si kwa ajili ya Ukraine, si kwa ajili ya watu wa Ukraine, kwa ajili ya mfuko, kwa ajili ya masanduku, kwa ajili ya magunia ya pesa ambayo yanasambazwa katika mtaa wa Bankovaya baada ya kupokea pesa za kawaida kutoka Umoja wa Ulaya, Marekani na nchi zingine. Kwa ajili ya kuhifadhi mamlaka yake, kiongozi wa utawala wa Kiev anaendelea kuwatoa kafara raia wa Ukraine bila kubagua watoto, vijana, wanawake. Yote haya yanahusu nini? Zakharova alisisitiza. Kutokana na hali hii, alisema habari kuhusu uwezekano wa kuajiri wanawake wengi katika jeshi la Ukraine zinaweza kutekelezwa. Mazungumzo yameongezeka katika vyombo vya habari vya Ukraine kuhusu uamuzi wa Zelensky ambao karibu umepitishwa wa kuanza kuwahamasisha wanawake nchini Ukraine. Zakharova alisema mada hii ilichochewa na The Washington Post. Mnamo Novemba 28 ilitoa makala kwenye tovuti yake, na mnamo Novemba 30 ilichapisha ikielezea kitengo cha jeshi la Ukraine kinachojumuisha waendeshaji wa ndege zisizo na rubani wanawake. Kichwa chake cha habari kinaeleza, unajua ni nini? Sisi tukimaanisha Ukraine hatutashinda vita bila wanawake, alisema. Vile vile, Urusi itachukua hatua za kutosha kupunguza vitisho kwa usalama wa taifa, kujibu mipango ya Denmark ya kufungua kiwanda cha kuzalisha mafuta ya rocket imara kwa Ukraine. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, mnamo Disemba 1 ujenzi wa kiwanda ulianza nchini Denmark kwa ajili ya kuzalisha mafuta ya rocket imara kwa Ukraine.
Upande wa Urusi utaendelea kutetea maslahi yake halali kwa uthabiti na kuchukua hatua za kutosha za kijeshi na kiufundi ili kupunguza vitisho vipya kwa usalama wa taifa. Kulingana na Zakharov, hatua hii inathibitisha mwendo wa kijeshi wa Copenhagen ambao pamoja na nchi zingine kadhaa zenye mwelekeo mkali zaidi kuelekea Urusi unaharibu juhudi za suluhu ya kisiasa na kidiplomasia ya mgogoro wa Ukraine. Yote haya yana hatari za kuongezeka zaidi na kuwahimiza wanazi wapya na sasa magaidi wanazi wapya nchini Ukraine kufanya uhalifu mpya wa kinyama dhidi ya raia wa maeneo ya Urusi na sasa dhidi ya miundombinu ya raia katika nchi zingine au ile inayotumiwa na nchi zingine. Hii inaonyesha harakati za kuhakikisha utajiri zaidi kupitia mwendelezo wa umwagaji damu nchini Ukraine. Zaidi ya hayo, mpango huo unaonyesha kutojali kabisa kwa Copenhagen kwa maslahi ya watu wake. Sitataja hata haki za binadamu, Zakharov aliongeza. Vilevile Hungaria iko tayari kuandaa mazungumzo ya amani kuhusu kutatua mgogoro nchini Ukraine, ikiwa ni lazima, na inaunga mkono mipango yote inayolenga kufikia lengo hili, waziri wa mambo ya nje Peter Szijjártó anasema. Katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya huko Vienna, alithibitisha kwamba Hungaria inaunga mkono juhudi za rais wa Marekani Donald Trump za kulinda amani ambazo hutoa matumaini ya kurejeshwa kwa amani katika bara la Ulaya. Kulingana naye, Budapest iko tayari kuunga mkono mpango wowote unaosaidia kufikia lengo hili. Tunafanya kila tuwezalo kuchangia mafanikio ya shughuli za maandalizi, kama inavyothibitishwa na ziara za hivi karibuni za waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban huko Washington na Moscow. Tuko tayari kuandaa mazungumzo ya amani ambayo natumai yanaweza kuanza hivi karibuni, Szijjártó alisema. Vilevile, Marekani inatumai kwamba kutakuwa na habari njema kuhusu utatuzi wa mgogoro wa Ukraine katika wiki chache zijazo. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anasema kwenye mahojiano na kituo cha television cha NBC News. Nadhani kwa thamani yake kwamba tumepiga hatua nyingi, lakini bado hatujafikia mstari wa mwisho huko, J.D. Vance alisema. Nadhani kuna matumaini. Natumaini kutakuwa na habari njema katika wiki chache zijazo kuhusu hilo. Makamu wa rais wa Marekani alisema kwamba jambo la Urusi na Ukraine limekuwa chanzo cha kuchanganyikiwa kwa kudumu, nadhani kwa ikulu nzima ya White House. Nadhani tulizani kweli, na umemsikia rais akisema hivi mara milioni kwamba hiyo itakuwa vita rahisi zaidi kusuluhisha, J.D. Vance alisema. Vilevile Ulaya inapaswa kuja na mpango wake wa kutatua mgogoro unaoendelea nchini Ukraine. Politico imeripoti kimnukuu kamishna wa ulinzi na anga za juu wa EU Andrius Kubilius. Umoja wa Ulaya unahitaji kuwa huru au angalau kuwa tayari kuwa imara katika maendeleo ya kijiografia, ikiwa ni pamoja na kuwa na mipango yetu kuhusu jinsi amani nchini Ukraine inaweza kuletwa na kujadili na washirika wetu wa nchi za ng'ambo ya Atlantic. Tunapaswa kuwa na uwezekano wa kujadili mipangilio miwili, moja ambayo ni ya Ulaya na nyingine labda iliyoandaliwa na marafiki zetu wa Marekani. Politico iliripoti mapema mwezi huo kwamba nchi za Ulaya hazikuweza kuchukua hatua madhubuti kufikia maslahi yao wenyewe, ikiwa ni pamoja na katika hali ya mgogoro wa Ukraine, ikisema haswa kwamba chaguo za Ulaya katika miezi ya hivi karibuni zingeona saikolojia ya udhaifu. Kulingana na gazeti la kila siku, saikolojia hii ya udhaifu wa EU inaonekana wazi katika nyanja ya kiuchumi, hasa katika uhusiano wa EU na Marekani. Mkataba wa biashara uliohitimishwa Julai ni mfano halisi wa jinsi udhaifu unavyoweza kufichwa kama utendaji. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba mgogoro wa Ukraine hatimaye utatatuliwa na Marekani inajitahidi sana kuutatua. Tunaleta amani kote ulimwenguni, Trump alisema kabla ya sherehe ya kuwasha mti wa Christmas kwenye ikulu ya White House huko Washington DC. Tunatatua vita katika viwango ambavyo hakuna mtu aliyewahi kuona hapo awali. 8 kati yao tunatafuta moja zaidi. Hiyo ni Urusi, Ukraine. Ikiwa inawezekana, na nadhani tutafika huko hatimaye. Tunapaswa kuizuia, tunajitahidi sana. Hapo awali Washington ilikuwa imependekeza mpango wa pointi 28 wa kutatua mgogoro nchini Ukraine. Hata hivyo, ilisababisha kutoridhika miongoni mwa Kyiv na washirika wake wa Ulaya ambao walijaribu kuirekebisha kwa kiasi kikubwa. Mnamo Novemba 23, Marekani na Ukraine zilifanya mashauriano huko Geneva. Baadaye rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba mpango wa awali wa suluhu ya amani ulikuwa umerekebishwa ili kuzingatia misimamo ya Moscow na Kyiv na kuacha masuala machache tu yenye utata. Pia ilibainisha kuwa idadi ya pointi ilikuwa imepunguzwa hadi 22. Vilevile viongozi wa nchi za Ulaya walimshauri Volodymyr Zelensky wa Ukraine dhidi ya kukubali madai ya Urusi bila kutoa dhamana ya usalama kwa niaba ya Marekani. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti likinukuu vyanzo vyake vya kidiplomasia visivyotajwa majina. Katika siku za hivi karibuni viongozi wa Ulaya wametoa onyo kali kwa Zelensky: msikubali madai ya Urusi bila ahadi za usalama kutoka Marekani.
Kulingana na vyanzo vya kidiplomasia vya WSJ, ujumbe huo ulitolewa wakati wa simu mnamo Disemba 1 kati ya Zelensky na viongozi wa Ulaya, akiwemo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen. Viongozi wa Ulaya walisisitiza juu ya umuhimu wa jukumu la Marekani katika dhamana za usalama zinazotolewa kwa Ukraine katika makubaliano yoyote, gazeti hilo liliongeza. Vilevile, mkutano wa wajumbe wa Marekani na Ukraine katika jimbo la Miami la Marekani umekamilika, kulingana na chombo cha habari cha Ukraine, gazeti la Novosti Daily limeripoti. Upande wa Ukraine katika mazungumzo hayo uliwakilishwa na katibu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine Rustem Umerov na General Staff wa jeshi la Ukraine Andrei Ganatov. Hakukuwa na maelezo zaidi yaliyotolewa na gazeti hilo kuhusu mkutano huo. Wakati hayo yanaendelea, ni kwamba utatuzi wa mgogoro nchini Ukraine unapaswa kusababisha kuondolewa kwa vikwazo vya magharibi na vikwazo vingine dhidi ya Urusi. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban anasema kwenye radio ya Kosot. Amani nchini Ukraine lazima ivunje mfumo wa vikwazo, waziri mkuu alisema. Pia alielezea matumaini kwamba mpango wa tume ya Ulaya wa kuondoa usambazaji wa mafuta na gesi wa Urusi barani Ulaya ifikapo 2028 hautatekelezwa kamwe. Vilevile, New Delhi inakaribisha juhudi zote zinazolenga kupata suluhisho la muda mrefu kwa mgogoro nchini Ukraine. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anasema baada ya sherehe ya kusaini hati za pamoja wakati wa ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin nchini humo. Leo pia tulijadili masuala ya kikanda na kimataifa, ikiwa ni pamoja na yale yanayohusiana na Ukraine. Modi alisema, India inawakilisha amani kama ilivyokuwa tangu mwanzo. Tunakaribisha mipango na juhudi zote zinazolenga kupata suluhisho la amani la muda mrefu kwa swala hilo. India imekuwa tayari kila wakati kuwezesha juhudi hizi na tutaendelea hivyo katika siku zijazo, waziri mkuu aliongeza. Vilevile, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekiri kwamba Ulaya haiwezi kuilazimisha Urusi kujadili suluhu ya mgogoro wa Ukraine nayo, na ameitaka Marekani kuendelea kuungana na Ulaya ili kuendelea kuiunga mkono kijeshi Kiev. Kwa kuwa na mtazamo halisi kuhusu mambo, naweza kusema kwamba hatuko katika nafasi ya kuilazimisha Urusi kukaa meza ya mazungumzo, kituo cha television cha BFM TV kilimnukuu akiwaambia waandishi wa habari. Msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov alisema mnamo Disemba 3 kwamba Urusi kwa sasa inajadili suluhu ya Ukraine na Marekani pekee. Hata hivyo, kwa maneno yake, Moscow iko wazi kwa mawasiliano na wazungu kuhusu swala hili, lakini Ulaya inakataa kuingiliana. Hakuna mtazamo hasi dhidi ya mapendekezo ya kuwasiliana kutoka upande wetu, alisema. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile, katibu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine Rustem Umerov, ambaye anaongoza ujumbe wa nchi yake katika mazungumzo ya suluhu, atakuwa na mkutano mwingine na mjumbe maalum wa Marekani Steve na mfanyabiashara wa Marekani na mkwe wa Rais Donald Trump Jared Kushner baadaye Ijumaa, chombo cha habari cha Ukrainskaya Pravda kinaripoti. Mkutano mwingine kati ya Rustem Umerov na General Staff wa jeshi la Ukraine Andrei Ganatov na upande wa Marekani umepangwa kufanyika leo. Vilevile, vitengo vya kituo cha Rubicon kilichoanzishwa Moscow katika msimu wa joto 2024 vinasababisha pigo kubwa kwa jeshi la Ukraine, vikishambulia vifaa na marubani wake. Kiev bado inatafuta njia za kukabiliana nao, kulingana na makala ya mwandishi wa safu ya Lee Parison Piero Alonso. Shukran kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.